Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majidun. Amma ba'd. Habari za jioni ndugu zanguni, ni matumaini yangu muazima wa afya biidhnillah, na kwa yote mwenye maradhi, matatizo yoyote kadha wa kadha, tumuombe Allah atufanyie shifa, kwa sababu uponyaji utoka kwake Allah. Na waitu shifa min Allah ta'ala, na waitu shifa min Allah ta'ala. This is hypocrisy part 14. Huu ni unafiki sehemu ya 14. Sehemu hii itaelezea madhara ya unafiki katika jamii, katika dini na adhabu yake kwa mujibu wa Qur'an alivyotutahadharisha Allah. Al-awwal, madhara ya kwanza huwa yanaonekana katika mfumo wa kupoteza uaminifu katika jamii. Unafiki ukizidi kwa mtu fulani, huwa atapoteza uaminifu, kwa sababu atakuwa anatoa ahadi kadha wa kadha, anadanganya, mwishowe watu wanamgundua na imani inapotea juu yake nyingi, na kupoteza pia heshima ambayo alikuwa nayo hapo awali. Sehemu ya pili, ambayo ni madhara ya pili, huwa unafiki unapimwa kwenye uongozi katika taasisi fulani, aidha ya kidini au ya kijamii, ambapo unafiki kidumu katika taasisi fulani, watu huwa wanaeneza maneno ya uongo baina ya watumishi, lengo kuvuruga amani, lengo kujipendekeza mtu fulani aonekane bora kuliko mwingine. Hiyo itavunja umoja, itavunja uwajibikaji katika uongozi. Madhara yake nini? Uongozi utadhoofika na mtafaruko utakuwa mkubwa. Madhara ya tatu, unafiki tunaupima katika kudhoofisha amani ya jamii au ya nchi kwa ujumla. Unafiki unapozidi, waongo wanapoongezeka, fitna zitaongezeka, baadhi ya watu wataleta mtafaruku katika kundi fulani na kundi fulani. Maana yake nini? Watu hawatokuwa katika umoja, na kila mmoja ataweza kufuata mtu fulani amesema hivi, mtu mwingine amesema hivi katika nyanja tofauti. Hiyo itapelekea watu kuishi katika mtafaruko, na wanafiki walivyo kuwa jambo dogo wanalikuza. Ile kulikuza inaleta mtafaruku katika jamii na kuvunja amani ya jamii. Conclusion, tunaja kuangalia katika madhara ya unafiki katika dini al-Islam. Unafiki katika dini huwa unadhoofisha dini ya Allah. Unadhoofishaje? Ni pale ambapo watu walioelimika hawaishi kadri vitabu vinavyosema usifanye kadha wa kadha wa kadha. Kwa watu ambao pia hawajapata elimu, watashindwa kujifunza kuwafanya kuwa kiigizo, badala yake dini itadhoofika na watu hawatoweza kuikurubia dini ya Allah, kwa sababu walioelimika wenyewe hawaishi kadri dini inavyoelekeza. Hitimisho nini? Adhabu gani ipo juu ya wanafiki? Sura ya 4 An-Nisa aya 144, Allah anaeleza madhara, adhabu ya unafiki, ambapo Allah anasema hakika wanafiki watakuwa katika tabaka la chini la moto wa Jahannam, na hapatotokea yeyote wa kuwanusuru. Ndio maana Allah anasema kwenye Qur'an, anaanza kusema innal munafiqina fi dark li asfal minan nar, hakika wanafiki watakuwa katika tabaka la chini zaidi la moto wa Jahannam. Walan tajida lahum nasiran,
na hapatatokea yoyote wa kuwanusulu. Barakallahu fiqh. That is the end of Hypocrisy Part 14. Amin.